Leo ni tarehe 14 mwezi wa 8 huu mwaka 2026. Nipende kukukaribisha ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii pendwa ya Sauti ya Kitabu. Karibu tena siku ya leo tunapoenda kuianza safari ndefu hii ya tafsiri ya kitabu cha Think and Grow Rich. Mimi naitwa Frank, lakini nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujajiunga na familia ya Sauti ya Kitabu, unaweza ukajiunga kwa kubonyeza alama ya subscribe na utakuwa ukipata taarifa kila wakati ambapo tutakuwa tukiupload tafsiri za vitabu mbalimbali. Lakini kwa wewe mfanyabiashara ambaye hujagundua sasa hivi, unaweza ukaifanya biashara yako ikue kidigitali zaidi kwa kutumia mifumo thabiti ya usimamizi na uendeshaji wa biashara yako. Unaweza ukawasiliana na Flavion Technologies kwa ajili ya kubadilisha biashara yako iendeshe katika miaka ambayo ni ya kidigitali. Unaweza wasiliana nao kupitia nambari za simu za 0698 34 16 53 ama unaweza ukatembelea tovuti yao ya www.flavion.co.tz. Lakini pia kila pati ya tafsiri ya kitabu hichi tutakuwa tukiambatanisha na PDF yake ambayo unaweza ukaidownload kwenye link ambayo inapatikana chini ya hii video. Kwa hiyo kwenye maelezo description unaweza ukaiona link hii, ukaiclick na zeni ukajipatia nakala yako ya PDF. Unaweza ukaisambaza kwa wale wote ambao unahitaji wapate maarifa haya ambayo yamejificha kwenye vitabu hivi ambavyo tunavitafsiri hapa katika channel hii ya Sauti ya Kitabu. Mimi nikukaribisha sana, twende tukaanza safari ya tafsiri ya kitabu hichi cha Think and Grow Rich. Kitabu cha Think and Grow Rich kimekuwa kikisomwa duniani kwa zaidi ya miaka 80 hadi sasa. Watu wengi hudhani kitabu hichi ni cha pesa, lakini sio kweli. Ni kitabu cha akili, jinsi mawazo yanavyoongoza maamuzi na jinsi maamuzi yanavyoongoza maisha. Pesa ni matokeo tu. Katika mfululizo huu tutakipitia kitabu hiki sehemu kwa sehemu. Katika mwaka 1908 kijana mmoja wa Kimarekani mwenye miaka 25 alipewa kazi ya kuandika habari za watu waliofanikiwa. Jina lake ni Napoleon Hill. Alikuwa mwandishi wa magazeti anayelipwa kidogo na hakuwa na chochote kikubwa mkononi. Siku moja alipangiwa kwenda kumhoji Andrew Carnegie, mfanyabiashara mkubwa wa chuma na mmoja wa watu matajiri kuliko wote duniani wakati ule. Mahojiano yalipangwa kuchukua saa moja na yaliendelea kwa siku 3 mfululizo. Katika siku ya mwisho ya mahojiano, Carnegie alimuuliza swali ambalo lilibadilisha maisha yake yote. Je, yuko tayari kutumia miaka 20 kufanya utafiti wa jinsi watu wanavyofanikiwa bila kulipwa hata senti moja? Miaka 20 bila malipo? Hili alifikiria na kisha kujibu ndio. Baadaye Carnegie alimueleza ukweli mmoja. Alikuwa ameshikilia saa mfukoni akimpima. Kama Hill angechukua zaidi ya dakika moja kuamua, angekataliwa. Sababu ni rahisi. Mtu anayeshindwa kuamua haraka kuhusu jambo analolitaka hawezi kubeba kazi ya miaka 20. Carnegie hakumpa pesa. Alichompatia ni barua ya utambulisho tu, yaani milango ya kuingia kwa watu wakubwa. Na kwa miaka zaidi ya 20 Hill akawahoji zaidi ya watu 500 waliofanikiwa: Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Harvey Firestone na wengine wengi. Kitabu tunachokisoma leo ni matunda ya miaka hiyo, sio maoni ya mtu mmoja aliyekaa kitini akawaza. Ni uchunguzi wa maisha halisi ya watu 500. Siri ambayo mwandishi hatoitaja. Kuna jambo la ajabu kuhusu kitabu hiki. Hill anasema ndani yake kuna siri moja kuu aliyokabidhiwa na Carnegie, na kwamba siri hiyo imetajwa mara nyingi sana kwenye kurasa zake, lakini hataitaja kwa jina. Kwa nini? Anasema siri hiyo haiwezi kupokelewa na mtu ambaye hajajiandaa bado. Kila msomaji lazima aigundue mwenyewe, na ataigundua tu siku ambapo atakuwa tayari. Hili si mchezo wa maneno, ni kitu tunachokiona kila siku. Ushauri unaobadilisha maisha ya mtu mmoja unapita masikioni mwa mwingine kama upepo. Sio kwamba maneno yalikuwa dhaifu, ni kwamba moyo haukuwa tayari. Kwa hiyo, unaposikiliza mfululizo huu, usisikilize kwa masikio tu, sikiliza ukiwa umeamua kubadilika. Hapo ndipo siri huanza kujionyesha. Mawazo ni vitu. Somo la kwanza kabisa la kitabu hiki linawekwa kwa maneno matatu tu. Mawazo ni vitu. Mawazo si hewa, mawazo si mchezo wa kichwani, mawazo ni nguvu halisi. Yanapoungana na lengo lililo wazi, uvumilivu na hamu kali ya kupata kitu, hugeuka kuwa mali inayoweza kushikika kwa mkono. Na Hill anathibitisha hili kwa hadithi ya kijana aitwaye Edwin. Edwin aliamka siku moja na hamu kichwani mwake. Alitaka kuwa mshirika wa biashara wa Thomas Edison, sio mfanyakazi bali mshirika. Angalia ukubwa wa jambo hili. Edison alikuwa mvumbuzi maarufu kuliko wote Marekani, na Edwin hakuwa anamfahamu, hakuwa na elimu kubwa na hakuwa na hata pesa ya nauli ya treni. Alichofanya ni kupanda treni ya mizigo.
Akafika kwenye maabara ya Edison akiwa amevaa nguo zilizochakaa, akasimama mbele ya mtu mkubwa, akatangaza kuwa amekuja kufanya biashara naye. Edison hakumpa ushirika. Alimpa kazi ndogo ya kawaida ofisini kwa mshahara mdogo. Hapa ndipo watu wengi husema nimeshindwa, nilikuja kuwa mshirika, nimeishia kuwa kibarua. Edwin hakusema hivyo. Alifanya kazi ile kwa miezi na ikawa miaka machoni pa watu. Alikuwa mfanyakazi wa kawaida, lakini ndani ya kichwa chake alikuwa tayari mshirika wa Edison na alikuwa anasubiri tu nafasi. Muda ulikwenda na nafasi ikaja. Edison alitengeneza mashine mpya ya kurekodi sauti. Wauzaji wake wote wakaikataa, wakasema haitauzika, lakini Edwin akasimama akasema atauza yeye mwenyewe. Akaiuza kwa mafanikio makubwa kiasi kwamba Edison akampa mkataba wa kuisambaza nchi nzima. Edwin hakuwa na pesa, hakuwa na uhusiano, hakuwa na elimu ya juu. Alichokuwa nacho ni wazo lililo wazi na uamuzi wa kutorudi nyuma. Futi 3 kutoka kwenye dhahabu. Hadithi hii ya pili inauma na ndio maarufu zaidi kwenye kitabu chote. Kuna mtu anaitwa Dabi. Yeye na mjomba wake walipata homa ya dhahabu, wakaenda Colorado kuichimba. Baada ya wiki za kazi ngumu, wakagundua mshipa wa dhahabu halisi. Wakarudi nyumbani, wakakopa pesa, wakanunua mitambo ya kuichimba, wakarudi mgodini wakiwa na matumaini makubwa. Wakachimba na ghafla dhahabu ikaisha. Wakachimba zaidi na hakuna walichokipata. Hatimaye wakakata tamaa, wakauza mitambo yao kwa mtu wa vyuma chakavu kwa bei ya kutupa. Wakarudi nyumbani wamevunjika moyo. Yule mtu wa vyuma chakavu akafanya kitu kimoja ambacho wao hawakukifanya. Alimwita mtaalamu wa madini aende akachunguze mgodi. Mtaalamu akapima na kuhesabu na akarudi na majibu, akasema mshipa ulikuwa umekatika kwa sababu ya mkunjo wa ardhi, na dhahabu iliendelea futi 3 tu kutoka pale walipoacha kuchimba. Watu wengi huacha ndoto zao wakiwa futi 3 kutoka kwenye dhahabu. Hawajui, wanaona giza, wanadhani ni mwisho, kumbe ulikuwa ni ukuta mwembamba tu. Na Dabi alijifunza, akaingia kwenye biashara ya bima, akawa mmoja wa wauzaji bora kabisa. Kila mteja alipomkatalia alikumbuka futi zile 3, akaendelea kubisha. Hasara yake ikawa ni mtaji wa maisha yake yote. Jengo lolote uonalo ama kampuni yoyote unayoifahamu, barabara unaopita, vyote vilianza kama mwanzo usionekana. Na wewe umebeba kiwanda cha mawazo kichwani mwako sasa hivi. Swali si kama unayo nguvu hiyo. Swali si kama unayo hiyo nguvu. Unayo. Swali ni je, utaisimamia kwa muda wa kutosha mpaka igeuke kitu halisi, au utaacha ukiwa futi 3 kutoka kwenye dhahabu? Mimi ni Frank na hii ni Sauti ya Kitabu. Sehemu ya pili tutaingia kwenye kanuni za kwanza kabisa za kitabu hiki, hamu ya kweli, na hatua 6 ambazo Hill anasema ugeuza hamu kuwa mali. Usipange kukosa. Nikutakia wakati mwema, tukutane tena panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika Ijumaa ya wiki ijayo.